Iran imetangaza kukata rasmi onyo la mwisho lenye sharti lililotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump la kuamuru nchi hiyo isalimu amri na kuweka chini silaha wakati mapigano yakizidi kuenea katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huo Israeli imeanzisha mashambulizi katika mji mkuu wa Lebanon, Beiruti, baada ya kundi la wanamgambo Hezbollah kurusha makombora kuvuka mpaka mapema leo. Wizara ya Afya ya Lebanon imesema watu wasiopungua 31 wameuawa na wengine 149 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yanafuatia operesheni kali za kijeshi zilizofanywa na Marekani na Israeli dhidi ya malengo mbalimbali ndani ya Iran siku ya Jumapili, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya kijeshi inayoongezeka baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran imesisitiza haitasalimu amri kamwe. Afisa wa usalama wa taifa wa Iran Al-Larijani amethibitisha kuwa Tehran haitafanya mazungumzo na Marekani licha ya ripoti kudai kulikuwa na jaribio jipya la kufufua mazungumzo ya nyuklia kati ya pande hizo mbili. Katika hatua nyingine, ndege ya kivita aina ya F-15 imeanguka nchini Kuwait karibu na kambi ya kijeshi ya Marekani. Wakati huo milipuko imeripotiwa katika miji ya Dubai na Doha pamoja na eneo la kambi ya jeshi la anga la Uingereza, yaani RFA chini Sirraps. Serikali ya Uingereza inadaiwa kuandaa mpango wa kuokoa takriban Waingereza 94,000 waliokwama katika mataifa ya Ghuba, huku maafisa wa kijeshi wa Marekani wakionya kuwa akiba ya makombora mifumo ya kujihami inaweza kupungua iwapo vita vitaendelea kwa muda mrefu.